Uchunguzi wa BBC Africa Eye kuhusu ushahidi wa kutekwa nyara na kuteswa nchini Tanzania umegundua jina la afisa wa ngazi ya juu wa polisi anayedaiwa kuhusishwa na matukio hayo. Karibu. Uchunguzi wa kitengo cha BBC Africa Eye ulioangazia madai ya utekaji nyara na watu kuteswa nchini Tanzania umetambua jina la afisa mmoja wa kiwango cha juu katika jeshi la polisi ambaye anadaiwa kuhusika na mashambulizi hayo. Ripoti za mauaji na watu kutekwa na kupotezwa kote nchini humo zilizidi kutolewa kabla ya uchaguzi mkuu wa urais mwezi Oktoba mwaka jana wa 2025. Taarifa ya Runako Selina inawasilishwa na Leila Mohamed. Tukutahadharishe tu kwamba ripoti hii ina maelezo yenye kuogofya yenye maudhui ya mateso ikiwemo dhulma za kingono. Mnamo mwezi Juni mwaka 2024, mtetezi wa haki za kibinadamu nchini Tanzania alipigwa risasi kichwani na kuachwa hali mahututi. I just felt like ting. Nilisikia mlio wa ting na ghafla nikaanguka chini. Then I fell down. Alikuwa ametekwa nyara siku chache kabla ya tukio hilo na kupelekwa nyuma ya kituo cha polisi katika mji wa Dar es Salaam. Huko alihojiwa kuhusu ni kwa nini anaikosoa serikali. They were now starting asking. Walikuwa sasa wanauliza, wewe Sativa, bosi mkubwa serikalini na kutafuta. Tueleze kwa ukamilifu ni nini hasa unachokifanya. Mwakabela anasema kwamba alisafirishwa kwa gari kwa mamia ya kilomita kote nchini ambapo aliteswa na kutupwa katika mbuga ya wanyama kitaifa ya Katavi iliyopo karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya tukio hilo, amemtambua mtu mmoja ambaye anaamini ndiye mhusika mkuu wa tukio hilo la utekaji. Faustin Jackson Mafwele. Mara ya kwanza nilipoitazama picha yake, mwili wangu ulitetema kana kwamba nilikuwa narejeshwa kwa zile siku ambazo niliteswa. BBC Africa Eye imezungumza na waathiriwa wengine watatu ambao pia wanadai kwamba naibu kamishna huyu wa polisi alihusika katika kuwapoteza. Niliporudi nilitaka kupotea. Niliporejea nilihangaika kiakili na kuwazia kujitoa uhai. Niliporejea nilihangaika na uraibu wa pombe. Mwanaharakati huyu wa haki za kibinadamu kutoka Kenya aliwekwa kizuizini nchini Tanzania mwezi Mei mwaka jana. Anasema alihojiwa na kutishwa na afisa huyo Faustin Jackson Mafwele. Alisema kwamba atanitahiri. Nilipomweleza kwamba tayari nishatahiriwa, aliniambia atanitahiri tena. Alihojiwa pamoja na mwanaharakati mwenza kutoka Uganda. Yeye alituhoji sote wakati huu. Nadhani kwamba ni yeye pia ambaye alituitia majambazi ambao baadaye walituchukua. Anasema kwamba watu 6 waliosafirisha kwa gari hadi katika eneo ambalo halijulikani ambapo walivuliwa nguo zote na kudhulumiwa kingono. Nadhani unaweza kujiandaa kwa hatari zinazotokana na kazi hii, lakini sio jambo hili. Tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mnamo mwaka 2021, ripoti za visa vya utekaji nyara zimeongezeka. Sio tu watetezi wa haki za kibinadamu au wanahabari au hata upinzani wa kisiasa, lakini sasa tunaona watu wengine wengi wakitekwa hivyo tu kwa sababu tu walijipata upande mbaya wa serikali. Serikali ya Tanzania imeiambia BBC kwamba haijawahi kujihusisha na utekaji nyara na haijawahi pia kumtafuta yeyote ambaye ni mkosoaji wa serikali. Tangu kuondoka nchini humo, wanaharakati hawa wawili wamekuwa wakidai haki itendeke. Ninaelewa vyema kwamba mimi sifai kuaibika kwa sababu ya vitendo vya aibu vya wengine. Sativa ameikimbia Tanzania, ila anasema anaishi kwa kuhofia maisha yake. Siku ambayo nitarejea Tanzania tu ndiyo siku ambayo nitakufa, lakini kutakuwa na wakati ambapo nchi itakuwa salama, na hilo ndilo ninaloliamini mimi. Jeshi la polisi nchini Tanzania na Faustin Jackson Mafwele hawakujibu madai yaliyotolewa katika ripoti hii.